Karibuni kwenye dawati letu la michezo. Mimi ni Sultani Eri Karo. Chaneli hii ni kiboko kabisa mjini. Chaneli hii ipo kwa kuwajuza habari mbalimbali. Lomalisa kuikosa Medeama aisubiri Dar es Salaam. Beki wa Yanga Africans Joyce Lomalisa Mutambara ataukosa mchezo wa leo ugenini dhidi ya Medeama wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika huko Kumasi nchini Ghana. Taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo zinaeleza beki huyo wa kushoto atakuwa tayari kuitumikia timu yake katika mechi ya marudiano baina ya timu hizo itakayochezwa Desemba tarehe 20 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Beki huyo alipata majeraha ya enka katika mchezo uliopita wa Yanga dhidi ya Al Ahly kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao timu yake ilitoka sare ya bao 1-1 baada ya kushindwa kumaliza na kumpisha Nixon Kibabage. Lomalisa alimpisha Kibabage dakika ya 36 baada ya kufanyiwa faulo na pasi tau wa Al Ahly, na daktari wa Yanga Moses Etutu amethibitisha kuwa majeraha hayo yatamweka nje kwa wiki moja, hivyo atakuwepo uwanjani kwenye mechi ya marudiano dhidi ya Al Ahly. Hakupata majeraha makubwa, yalikuwa ni ya wastani tu. Aliweza kubaki nyumbani Tanzania ili kuweza kuendelea na matibabu ya kawaida ili kusaidia kurejea katika hali yake ya kawaida na kupona kwake kuwe kwa haraka, na baada ya wiki moja tu atakuwa tayari kucheza. Kiujumla, wachezaji wote waliosafiri kuja Ghana ni wazima na tunashukuru Mungu hakuna majeraha makubwa yanayoweza kumzuia mchezaji kucheza mechi hii, na linabakia kuwa swala la kocha kuamua nani acheze nani asicheze, alisema Etutu. Daktari huyo alisema kuwa jana walipanga kufanya program za kuchua misuli na masaji ili kuwaweka wachezaji wao katika hali nzuri kimwili tayari kwa mchezo huo utakaochezwa kwenye uwanja wa Baba Yara Kumasi. Kwa upande wa meneja wa Yanga Walter Harrison alisema kuwa mazingira ya kambi yao ni salama na wachezaji wote wapo katika hali nzuri kwa ajili ya mechi ya leo. Timu imefanya mazoezi vizuri na program zinaenda kama zilivyopangwa. Tunaushukuru uongozi kwa kuandaa mazingira mazuri hapa na tuna imani tutafanya vizuri, alisema Walter Harrison. Ni dakika 90 za heshima Afrika. Yanga iko kwenye vita ya dakika 90 za kusaka heshima itakapokutana na Medeama ya Ghana katika mchezo wa 3 kwa timu zote kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi hiyo itakayochezwa kwenye uwanja wa Baba Yara huko Kumasi, mji unaokadiriwa kuwa na watu milioni 3 kwa mujibu wa sensa yao ya mwaka 2020. Utaanza saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mabingwa hao wa Tanzania akili yao kwenye mchezo huo ni moja tu, kubwa kusaka ushindi wao wa kwanza kwenye hatua hii, wakikumbuka kwamba walishapoteza mechi ya kwanza ugenini dhidi ya CR Belouizdad ya Algeria kisha kulazimisha sare nyumbani dhidi ya bingwa mtetezi Al Ahly ya Misri. Ushindi kwa Yanga leo utaamsha matumaini ya kufuzu hatua ya robo finali. Yanga ambayo ilitua nchini humo mapema siku tatu kabla kwa ajili ya mchezo huo, jana ilifanya mazoezi yake ya mwisho huku kila kitu kikionekana kwenda sawasawa kambini kwenye hotel ya kisasa ya Ridge Condos. Habari njema kwa Yanga ni kutua kwa star
wao Stefan Aziziki, ambaye mara baada ya mchezo wa Al Ahly alitimka nchini kwa ruhusa maalum ya kwenda kwao kwa matatizo ya kifamilia, na juzi alirudi kundini na kufanya mazoezi na wenzake akionekana yuko sawasawa. Hesabu za mwalimu Gamondi, kocha wa Yanga Miguel Gamondi, ni kama ameshamaliza kazi yake, kwani anajua kila taarifa za wapinzani wake, na ameliambia Mwananchi kuwa swala lililosalia ni wachezaji wake kwenda kufanya kweli. Gamondi, licha ya kukiri kwamba mchezo utakuwa mgumu, alisema wamejipanga sawasawa kucheza kwa nidhamu na kusaka ushindi dhidi ya Medeama. Kwenye mashindano kama haya, kila timu unatakiwa ucheze nayo kwa heshima, kwa kuwa wote wamestahili kuwa hapa tulipo. Tunatakiwa kucheza kwa umakini mkubwa. Hii ni timu ambayo ina wachezaji bora wenye mbinu, alisema mwalimu Miguel Gamondi. Tunajua namna wanavyocheza wakiwa nyumbani. Nafikiri kila kitu tumeshamaliza kwa wachezaji, tusubiri kuona kipi kitatokea. Karibu wachezaji wote tuliokuja nao wako sawasawa. Ahadi nono kwa Yanga. Nje ya uwanja, tajiri wa Yanga Gharibu Saidi Mohamed GSM na uongozi wa klabu hiyo wameicheza mechi hiyo kwa akili, wakiwapa ahadi nzito ambayo ni sawa na ile waliowapa timu ilipocheza dhidi ya Simba na Al Ahly. Mwananchi linafahamu kwamba endapo Yanga itashinda, kila goli la mchezo huo litanunuliwa kwa milioni 100, na idadi ya mwisho ya mabao hayo kutakuwa na ziada ya shilingi milioni 200. Ahadi kama hii imewahi kuiponza Simba ilipochapwa mabao 5-1, lakini Al Ahly ilinusurika kwenye mtego huo, ikiwanyima fedha ndefu wachezaji wa Yanga ambao hawakuambulia kitu kwenye sare ya bao 1-1. Hata hivyo, Yanga inafahamu kwamba malengo yao hayo hayataweza kutimia kirahisi, kwani Medeama sio timu rahisi ikiwa nyumbani. Rekodi zikionyesha kwenye mechi zake 3 za nyuma za ligi ya mabingwa, imeshinda zote dhidi ya Remo Stars 1-0, Horoya Ase 3-1 na Belouizdad 2-1. Hiyo ni rekodi za timu ya Medeama. Yanga pia itakumbuka kwamba mara ya mwisho ilipokutana na Medeama nchini humo Julai tarehe 26 mwaka 2016 kwenye mchezo wa makundi wa marudiano ya kombe la shirikisho Afrika, hatua kama hii walikubali kichapo cha mabao 3-1 baada ya awali kulazimishwa sare ya bao 1-1 nchini Tanzania. Msimu huu Medeama ina kitu cha hatari ambacho lazima Yanga ijipange nacho, kwani katika mechi zao 2 za makundi imekuwa na mabadiliko 4 kutoka kikosi kilichocheza dhidi ya Al Ahly waliopoteza kwa mabao 3-0 na kile kilichokuja kushinda nyumbani dhidi ya Belouizdad. Yanga itatakiwa kuwa makini na mshambuliaji Jonathan Soa ambaye alikosekana kwenye mchezo uliopita, taarifa zikionyesha jamaa anajua kufunga mabao ya aina zote. Soa alikosa mechi ya nyumbani dhidi ya Belouizdad kwa kufikisha kadi 3 za njano baada ya kupata kadi ya 3 kwenye mchezo wa ugenini dhidi ya Al Ahly. Mabeki hawachekani. Sio ukuta wa Yanga wala Medeama wote una rekodi sawasawa, ambapo katika mechi zao 2 zilizopita kila timu imeruhusu mabao 4, jambo ambalo zitahitaji kujipanga sawasawa. Kocha wa Medeama Evans Adotei ameliambia Mwananchi kwamba licha ya kushinda mechi ya pili nyumbani, kikosi chake kitaingia kwa tahadhari kubwa, kikijua Yanga sio timu rahisi. Adotei alisema
wamejipanga kushinda mechi yao ya pili nyumbani, lakini hilo litategemea kama wachezaji wake watazingatia kwa kiwango gani kucheza kwa nidhamu. Tunakwenda kukutana na timu bora. Mimi sio mtu wa kupenda kuangalia matokeo ya mechi zilizopita. Kitu nilichowaambia wachezaji wangu, hatutakiwi kuwadharau Yanga hata kama haijapata ushindi mpaka sasa, alisema mwalimu Adotei. Upande wa Simba Sports Club inayonolewa na kocha Abdelhaki Benchika, yenyewe tayari ipo nchini Morocco katika mji wa Marrakesh tangu jana na tayari kwa mchezo wao wa 3 wa ligi ya mabingwa dhidi ya Wydad Athletic Casablanca utakaochezwa kesho Jumamosi.